Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na ile orodha ya wachezaji ambao wanatarajiwa kusajiliwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club mara baada ya wachezaji wengine kuweza kutemwa, kwa sababu tunashuhudia Yanga Sports Club ni lazima waweze kufanya usajili wa wachezaji wapya, na tayari kuna baadhi ya wachezaji wameshakamilisha taratibu za kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kinachosubiriwa tu ni dirisha kufunguliwa kisha waweze kutambulishwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa ni wazawa sambamba na wachezaji wa kigeni. Sasa ngoja tunakuambie ile orodha kamili ya wachezaji ambao kwa upande mwingine wameweza kukamilisha usajili na ile orodha wachezaji ambao wapo katika mazungumzo na kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu Yanga wanataka kutengeneza timu tishio ili wanapokwenda katika ligi ya mabingwa barani Afrika waweze kuwa mbogo, yani timu ambayo kwa upande mwingine itakuwa ni tishio kweli kweli. Sasa kwa kwenda kuanzia mchezaji ambaye kwa upande mwingine mzawa amekamilisha usajili ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club ni Ofen Chikola. Ofen Chikola ni mchezaji ambaye kwa upande mwingine amecheza katika klabu ya soka ya Tabora United. Msimu alikuwa na msimu bora sana ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Tabora United. Ofen Chikola ni mchezaji ambaye anatumia mguu wa kushoto, yani anatokea winga namba 7 kisha anaingia ndani na anapiga mashuti kweli kweli. Msimu ni miongoni mwa wachezaji ambao walifunga klabu ya soka Yanga Sports Club. Yanga watanufaika na mchezaji kwa sababu kwanza ni kinda, ni mchezaji ambaye amekomaa kimpira. Kwa hiyo Ofen Chikola ni mchezaji ambaye atakwenda kutambulishwa ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club akiwa ni raia wa Tanzania. Nyota ambaye yupo katika mazungumzo na klabu ya soka ya Yanga Sports Club ni golikipa Aishi Salum Manula. Sote tunafahamu Aishi Salum Manula amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sababu za Yanga Sports Club kuhitaji huduma ya golikipa Aishi Manula ni kutokana na golikipa wa Bakari Komen kuweza kumaliza mkataba. Kwa hiyo Yanga wanaona kwa sababu Djigui Diarra ni miongoni mwa golikipa ambaye pia sometimes anahitaji kupata usaidizi, basi ndio maana wanataka kumleta golikipa Aishi Manula. Kwa hiyo tunaona golikipa Tanzania wani wa timu ya taifa ya Tanzania, kwa sababu anaondoka Simba Sports Club, kuna uwezekano mkubwa akaangukia kwa wapinzani wa Simba ambao ni Yanga Sports Club. Ukiachana na golikipa Aishi Manula, mchezaji mwingine ambaye anatarajiwa kusajiliwa ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club akiwa ni mzawa ni Faila Sufi Faisal Salum almaarufu kwa jina la Feitoto. Sote tunafahamu klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kumuuza mchezaji anaofahamika kwa jina la Stefan Aziz Kibila kusau Pako Mzozua. Mpaka sasa hivi anasuasua kusaini mkataba mpya wa kuitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo tunaona Yanga wameweza kupeleka ofa ya milioni 750 kwa ajili ya kumsajili Faisali na mshahara wa milioni 40 kwa mwezi. Kwa hiyo wanaamini mbadala sahihi wa Stefan Aziz Ki ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga ni Faisal Salum, kwa sababu Feitoto amewahi kutumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club licha ya kuondoka kwa fujo za hapa na pale baina ya Faisal na Yanga, lakini tayari viongozi wa klabu ya soka Yanga waliweza kwenda kumuomba msamaha mamake Faisali, bila kusahau kwa upande mwingine Feitoto mwenyewe aliweza kukiri hadharani kwamba tayari wameshamalizana na Yanga Sports Club, yani kwamba wamesameheana, hakuna tena kinyongo kama ilivyokuwa hapo awali watu wengi walikuwa wakitafsiri, kwa sababu Feitoto tulimshuhudia hata katika interview zake alikuwa akisema vibaya Yanga Sports Club kwa jinsi ambavyo aliondoka. Kwa hiyo ndio wachezaji, orodha wachezaji watatu wazao ambapo katika rada za Yanga Sports Club, huko Ofen Chikola akiwa tayari ameshakamilisha mkataba wa kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa ngoja tukaitazame ile orodha ya wachezaji wa kigeni ambao wanatarajiwa kusajiliwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Tukienda kuanzia mchezaji wa kwanza wa kigeni ambaye tayari amekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club ni mchezaji Mohamed Dombia. Mohamed Dombia ni mchezaji wa aina gani? Fahamu Mohamed Dombia ni miongoni mwa mchezaji ambaye amecheza soka la kulipwa nje ya bara la Afrika. Mchezaji huyu tunaona anatokea taifa la Ivory Coast, anaumudu kucheza eneo la kiungo
namba 6. Sababu za Yanga kumleta kiungo huyu ni mbadala wa mchezaji Khalid Aucho, kwa sababu tunashuhudia Khalid Aucho mara nyingi yeye ndiye amekuwa akicheza katika eneo la namba 6. Mohamed Dombia tunashuhudia ana uwezo vile vile wa kucheza kama kiungo namba 8. Ana umri wa miaka 26, anatumia mguu wa kulia. Vile vile amewahi kucheza katika klabu ya soka ya FC Slovan Liberec, ambapo klabu hii inatokea Jamhuri ya Czech katika bara la Ulaya. Kwa hiyo tunaona huyo ndio mchezaji anaofahamika kwa jina la Mohamed Dombia, ambapo mchezaji huyu tumeona ameonekana katika mechi za mwisho ambazo Yanga Sports Club wameweza kucheza. Kwa hiyo tunaona Mohamed Dombia tayari amekamilisha taratibu za kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Ukiachana na Mohamed Dombia, mchezaji mwingine ambaye kwa sasa yupo katika mazungumzo mazuri na tayari inasemekana kwamba taratibu zote amekamilisha za kujiunga na klabu ya soka Yanga ni Mohamed Damaro. Mohamed Damaro ni mchezaji anayecheza katika klabu ya soka ya Singida Black Stars. Mchezaji huyu tunaona amekuwa na kiwango bora sana akiwa ni raia wa Guinea. Tunaona msimu huu amekuwa na kiwango bora sana kwa sababu ametumikia Singida Black Stars kwa msimu mmoja tu, yani mwaka 2024 2025. Kwa mujibu wa taarifa ambazo tumeweza kuzinasa ni kwamba Yanga tayari wameshamalizana na mchezaji huyu na Singida Black Stars. Kwa hiyo kilichobakia tu ni kusaini zile karatasi kwa ajili ya mchezaji huyu kuwa rasmi wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Mohamed Damaro ana uwezo wa kucheza namba 6, ana uwezo wa kucheza namba 8, ni kiungo mtulivu kweli kweli. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine Yanga watakuwa wamelamba dume kama wakifanikiwa kumsajili Mohamed Damaro. Nyota mwingine ambaye kwa upande mwingine yupo katika mazungumzo mazuri na klabu ya soka Yanga Sports Club ni mshambuliaji kutokea katika nchi ya Ivory Coast, hapa tukienda kumwongelea Celestine Ekua. Ekua ni mchezaji hatari kweli kweli hapa barani Afrika kwa sasa na anaimba kweli kweli. Mchezaji huyu tunaona anakipiga katika klabu ya soka ya ASEC Mimosas ya pale nchini Ivory Coast. Msimu huu amekuwa na msimu bora kweli kweli. Ni mchezaji ambaye ni tishio, mfumania nyavu kweli kweli. Celestine Ekua ni mchezaji ambaye anatokea katika nchi ya pale Ivory Coast. Msimu tunaona akiwa na klabu ya soka ya Ivory Coast. Mchezaji Celestine Ekua amefanikiwa kufunga mabao 15, yani ndiye kinara katika ile orodha wapatika mabao kunako ligi kuu ya nchini pale Ivory Coast, na ameweza kutoa assist 12. Sababu za Yanga kumtaka Celestine Ekua na kufanya naye mazungumzo na tunashuhudia mazungumzo yamekwenda vizuri, basi kwa upande mwingine ni kutokana na kwamba Kennedy Musonda ameondoka ndani ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo mbadala wake ni Celestine Ekua ambaye kwa upande mwingine atakwenda kuziba pengo la mchezaji huyu anaofahamika kwa jina la Kennedy Musonda. Ukiachana na Celestine Ekua, mchezaji mwingine ambaye Yanga wameweza kufanya naye mazungumzo ni Henoki Inonga Baka Varane. Henoki Inonga Baka Varane ni beki wa kimataifa kutokea nchini Kongo. Tunaona beki huyu msimu uliomalizika alikuwa akikipiga katika klabu ya AS FAR Rabat ya nchini Morocco akitokea katika timu ya Simba Sports Club. Sababu za Yanga kumtaka Henoki Inonga Baka Varane, wanataka kuimarisha ukuta wao kuelekea katika ligi ya mabingwa, kwa sababu Inonga ni beki mzoefu wa ligi ya Kitanzania ambaye kwa upande mwingine amekuwa akifanya mambo makubwa katika mechi ambazo amecheza akiwa na Simba sambamba na timu ya taifa ya DR Congo, na tumeshuhudia hata pale katika klabu ya soka FAR Rabat amekuwa akizima vizuri. Kwa hiyo sababu za Yanga kumtaka beki huyu kwa sababu ana uzoefu. Kwa hiyo kwa sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopo, kwa sababu Henoki Inonga Baka Varane hataki tena kucheza soka la kulipwa pale nchini Morocco, anataka kurejea nchini Tanzania. Yanga wapo tayari kumpokea na mazungumzo yanaendelea baina ya beki huyu Henoki Inonga na Yanga Sports Club. Kama kila kitu kitakwenda sawa, Inonga atatambulishwa Jangwani. Nyota mwingine ambaye kwa upande mwingine Yanga Sports Club wanamtaka, ambaye kwa sasa wamefanya naye mazungumzo ni Jean Claude Girugumisha. Jean Claude ni mchezaji kutokea katika klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudan. Mchezaji huyu tunaona amekuwa na kiwango bora sana msimu na ni miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza katika eneo la winga mshambuliaji. Yani mchezaji Jean Claude Girugumisha ana uwezo wa kucheza winga namba 7, ana uwezo wa kucheza kiungo namba 10, ana uwezo wa kucheza winga nambari 11. Mchezaji huyu tunaona msimu amekuwa na msimu bora sana akiwa anatokea katika taifa la Burundi, lakini kwa sasa Yanga wamefanya naye mazungumzo kwa sababu wanataka kwenda kuziba pengo la mchezaji anayefahamika kwa jina la Jonathan Ikangalombo ambaye ameonekana kutokufiti. Tatizo lililopo labda huenda ikawa ni mpunga ambao Jean Claude Girugumisha ambao anauzwa na klabu ya soka Al Hilal Omdurman, kwa sababu Al Hilal wanataka zaidi ya bilioni 1 ili kuweza kumwachia winga huyu hatari mwenye umri wa miaka
21. Kwa upande mwingine mchezaji huyu tayari ameshasema yes kwa klabu ya soka ya Yanga, na tunashuhudia kunako ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu amecheza michezo 7. Katika michezo hiyo 7 michezo 5 aliweza kuanza, na kwa upande mwingine amefunga mabao 2 na anatokea winga wa pembeni hatari, ana kasi kweli kweli na ni mchezaji ambaye anajua kupunguza wachezaji. Kwa hiyo ndio Jean Claude Girumisha ambaye kwa upande mwingine Yanga wamefikia hatua nzuri ya kuweza kumsajili. Nyota mwingine ambaye Yanga tayari kwa mujibu wa taarifa amesha saini mkataba wa awali wa kuitumikia klabu ya soka ya Yanga ni Jonathan Soa. Sote tunafahamu Jonathan Soa ni mchezaji kutokea katika nchi ya Ghana ambaye msimu huu amekuwa na msimu bora sana kunako ligi kuu Tanzania bara, akijiunga na klabu ya soka ya Singida Black Stars akitokea katika klabu ya soka ya Al Hilal Benghazi ya pale nchini Libya. Basi kwa upande mwingine mchezaji huyu tunaona katika ligi kuu ameweza kufunga mabao 13 akiwa amecheza michezo 13. Kwa hiyo ukiangalia wastani mzuri wa kufunga mabao kwa kila mechi na wastani mzuri kweli kweli. Kwa hiyo Yanga wameshafanya mazungumzo na Jana Sansoa, na ikumbuka wakati anakuja nchini Tanzania ndoto yake ilikuwa ni kuja kuichezea klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa dili likakamilika, kwa sababu ukiangalia ukaribu waliopo nao Singida Black Stars na klabu ya soka Yanga, basi dili hili kuna uwezekano likatimia kwa 100% Jonathan Soa kutua katika klabu ya soka Yanga Sports Club. Lakini klabu ya soka Yanga Sports Club wanafuatilia kwa ukaribu zaidi ya beki Ibrahima Keita ambaye kwa upande mwingine tayari ameachana na klabu ya soka ya TP Englebert Mazembe. Ibrahima Keita ni beki wa pembeni, anacheza full beki namba 2. Sababu za Yanga kumchukua mchezaji Ibrahima Keita ni kutokana na beki wao wa pembeni hapa tukienda kumongelea Yao Toula Kwasi kukumbwa na muda mwingi amekuwa na majeraha sana. Kwa hiyo tunaona Yanga akaamua kujitosa kuania saini ya beki huyu ambaye ana mapafu ya mbwa kutokea pale Mauritania. Ibrahima Keita yes ameshasema yes kujiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club. Mchezaji huyu tunaona ana umri wa miaka 23, klabu ambayo amechezea ni TP Englebert Mazembe. Ukiangalia umri wake unalipa kweli kweli, kwa sababu tunaona alijiunga na TP Mazembe 2023 akitokea katika klabu ya Bognibi under 19, na baada hapo akaenda TP Englebert Mazembe moja kwa moja, na amekuwa na kiwango kizuri sana, hususan vile vile ana uzoefu na ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo kama kila kitu kitakwenda sawa, basi Ibrahima Keita anaweza kutua Jangwani. Mchezaji mwingine ambaye Yanga wameweza kukamilisha usajili wake ni Enoch Morrison. Enoch Morrison ni mchezaji kutokea katika klabu ya soka ya Gor Mahia iliyopo pale nchini Kenya. Mchezaji huyu tunaona amekuwa na kiwango bora sana msimu. Mchezaji huyu tunaona cheza eneo la kiungo na Yanga Sports Club wamevutiwa na, ukiangalia umri wake ni miaka 23 na Yanga Sports Club wanaamini mchezaji huyu akimpata basi itakuwa ni potential, kwa maana kwamba kwa sababu ya umri wake wataweza kumtumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo hivyo tunaona kwa upande mwingine Enoch Morrison mchezaji ambaye anacheza eneo la kiungo naye pia amefanya mazungumzo na klabu ya soka ya Yanga Sports Club akiwa raia wa Kenya. Tunaona ameweza kusema yes kwamba yupo tayari kujiunga na klabu ya soka Yanga. Kama kila kitu kitakwenda sawa, basi atakuwa tayari kujiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao wapo katika mawindo ya klabu ya soka Yanga Sports Club, na miongoni mwao watakwenda kusajiliwa katika dirisha hili kubwa. Lakini tunakujuza tu kuna uwezekano vile vile Stefan Aziz Ki naye pia akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wakarejea Jangwani, ni kutokana na mkataba ambao aliusaini na klabu ya soka ya Wydad, kwamba ulikuwa na kipengele ifikapo tarehe 10 mwezi wa 7 kama Wydad ilipa Yanga bilioni 1.7 basi mchezaji huyu atarejea Jangwani. Yani alitolewa kwa mkopo wa mwezi mmoja kwa sababu ya kwenda kucheza kombe la dunia la vilabu. Kama Wydad wataridhishwa na kiwango chake, basi ndio hapo watakapotoa fedha hizo. Kwa hiyo tunaona kuna uwezekano mkubwa vile vile Stefan Aziz Ki pia kama miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kuitumikia klabu ya soka Yanga Sports Club. Bwana, mara baada ya kututazama tuambie neno la comment kwa upande wako kwa hiki ambacho umeweza kukisikia na kuweza kukitazama siku ya leo. Tuambie kwa upande wako ni wachezaji gani ambao unatamani kuona wakitua Jangwani. Toa maoni katika comment katika wachezaji hao ambao tumeweza kukutajia. Tuambie ni wachezaji wapi unatamani kuona wakitua viunga vya Jangwani.